Kwanza ninamshukuru Mungu kwa fursa hii. La pili namshukuru mkuu wa nchi Mheshimiwa Rais kwa ile heshima alionipa kuona kwamba huku Meru kuna kijana mmoja kutoka kule Nturu Milimani, mtoto wa mama muuza mboga na baba mchungaji wa kanisa dogo la Pentekoste, ambaye aliona kwamba mtu huyu anaweza akafaa kuwa mkuu wa wilaya. Nimetumika kwenye wilaya 4, mikoa 4 tofauti. Lakini sasa nafikiri imefika muda, kwa sababu ni wakati wa uchaguzi na mwaka wa uchaguzi. Mimi nimewiwa kuzisikiliza sauti za watu wa Meru. Nimezisikiliza kisawasawa. Kwa nimedhamiria na nimekuja kuchukua fomu ya kuomba kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi kupeperusha bendera kwenye kiti cha ubunge kwenye jimbo la Arumeru Mashariki kupitia Chama cha Mapinduzi kwa 2025. Nilikotoka nimeaga vizuri. Sijaja kwa kutoroka. Niliweka kitu kwa Kimeru tunaitaga walio. Wale ambao hawajui Kimeru mtanisamehe kwa hapo, lakini mimi ni Meru napaswa kuzungumza kikwetu. Kwa maana ya utaratibu mzuri, nimeomba kuondoka kwa heshima zote na kwa shukrani zote. Kwa hiyo siku ya Jumanne wiki nilipata ruhusa hiyo ya kuachiliwa rasmi kutoka kwenye nafasi yangu ya kuwa mkuu wa wilaya ya Magu kule Mwanza kwa ajili ya safari hii. Na labda watu waelewe, sio kwamba nimetumbuliwa, niliomba kuja kwa sababu kuna watu wanabadilisha maneno. Nimeomba kuja kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye jimbo letu la Arumeru Mashariki. Kwa sababu kila mtu anakuwa na mimi na kwetu ni hapa, na nawajibika kwetu. Na nawajibika kama kijana aliyosomeshwa na mama muuza mboga na ndizi na mzee muuza kahawa na mchungaji kuja kuleta hizo neema kurudisha kwa watu wa Meru. Meru inahitaji mtu mwenye sifa 4 ambazo naamini ninazo. Sifa ya kwanza, Meru inahitaji mtu jasiri kwa mbunge wao. Kwenye hilo naamini watu wa Meru hawana mashaka na mimi. Ujasiri ninao wa kuyabeba mambo yao na kuyapeleka mbele. Watu wa Meru wanahitaji mtu ambaye ana uwezo mzuri wa kujenga hoja. Uwezo huo wa kujenga hoja ninao kwa vitendo. Sihitaji kuhadisia, wamewahi kuona. Unapoongea kwamba unahitaji barabara, kila mtu anahitaji barabara, lazima uijengee hoja. Kwa nini barabara hiyo? Kwa nini wewe? Kwa nini wawe na sio kule? Katika hiyo budget ndogo, kwa nini wakati huo wewe na sio wale wengine? Hilo nalo naamini ni nalo la ujenzi mzuri wa hoja. Lakini lingine, Meru inahitaji mtu ambaye ana uwezo wa kuunganisha watu. Sifa hiyo ninayo, imeshuhudiwa kwa vitendo. Naweza nikacross vyama, naweza nikacross madhehebu na dini, naweza kucross koo, naweza kucross umri na mambo yote kama hayo kuunganisha jamii ya Meru. Na sisi tumepitia mambo magumu kidogo huko nyuma kama jamii ya Meru, kwa hiyo tunahitaji kuendelea kujiunganisha bado. Yako baadhi ya mambo ambayo yalitenganisha na mengine mnayakumbuka miaka ya 90 ambayo tuletea mpaka vurugu kwenye jamii yetu. Jamii yetu inazidi kurudi pamoja, inahitaji kiongozi ambaye ana uwezo wa kuendelea kuiunganisha jamii hiyo, na hiyo sifa nafikiri ninayo, mmeiona kwenye mambo yangu mengi. La mwisho, Meru inahitaji mtu ambaye anazo sifa za kuaminika serikalini. Mtu ambaye ana uwezo wa kuaminika na vyombo, mtu ambaye ana uwezo wa kuaminika na mamlaka kwenye nchi yetu. Sifa hiyo ninao, maana yake